Karibu sana hapa, tuzungumze soka. Naitwa Babu Ali na nyuma ya kamera kwa mwenzangu AP Classic. Hii hapa ni J&R Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo, na udhamini mkubwa tunapewa na J&R Mtita Unisex Saloon pamoja na Brand Hotel. Niko na mzee wa data Ramadhan Bwaduke. Mzee wa data, Yanga wamemtambulisha kocha msaidizi Patrick Mabedi. Wanaenda kwenye mchezo wa hatua ya pili ya awali CAF Champions League dhidi ya Silver Strikers ya kule nchini Malawi. Patrick Mabedi anaweza kaleta athari gani kwa wapinzani hao? Kwanza, kitu cha kwanza, Yanga kwenye kwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers, kwangu mimi, maoni yangu ni kwamba angekuepo Patrick Mabedi, hayupo, Yanga bado hapa ni pakupita tu. Ikitokea matokeo kinyume chake, kwa sababu ni mpira wa miguu, lazima tuheshimu, sababu haitakuwa kwamba hawakuwa na memba wa benchi la ufundi ambaye ni Malawi. Patrick Mabedi ni Malawi. Kwa hiyo hapa lazima niweke wazi, asingekuwapo Patrick Mabedi, kuwepo kwake bado Yanga sio kwamba amemchukua Patrick Mabedi kwenye benchi lao la ufundi akiwa na Romain Folz kwa sababu ya Silver Strikers. Yanga kwa Silver Strikers ni kama mashariki na magharibi juu ya uwezo kwenye makaratasi. Yanga ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika hivi sasa, kwa msimu huu ni ya 9 ikiwa imepanda kutoka nafasi ya 12 wakati tukiingia msimu. Silver Strikers hawamo katika orodha ya viwango vya ubora. Yanga ni mabingwa mara 4 mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Silver Strikers ni mabingwa wa Malawi, ligi ambayo haimo katika orodha ya viwango vya ubora barani Afrika. Kwa watazamaji wako, ili ligi iingie katika viwango vya ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, lazima iwe imetoa walau timu moja kushiriki walau hatua ya makundi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho katika misimu mitano, walau msimu mmoja. Malawi haina sifa hizo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo ligi ni nzito zaidi ya Tanzania kulinganisha na Malawi, Yanga ni nzito zaidi kulinganisha na Silver Strikers. Lakini pia Yanga ni miongoni mwa klabu kubwa nchini Tanzania. Yaani pamoja na ligi kubwa, Yanga ni miongoni mwa klabu mbili kubwa kongwe. Kule Malawi klabu mbili kubwa kongwe wala sio Silver Strikers. Kule kuna Big Bullets, kule kuna Mighty Wonders. Sisi tunaelewana vizuri. Wao ni miongoni mwa klabu kubwa, lakini sio zile za Simba na Yanga za Malawi. Wao walianzishwa mwaka 1977, ndio mabingwa wa msimu uliopita wa ligi kuu ya Malawi, ambao wao huwa wanaangalia kalenda hii. Sasa hivi kuna msimu unaendelea 2025. Msimu 2024 wao ni mabingwa. Lakini hata ukiangalia safari zao kufika kwenye raundi hii ya pili ya awali, Yanga wamefika kwa kishindo, wakishinda 5-0 dhidi ya Wiliete ya Angola. Timu kutoka katika ligi namba 7 kwa ubora barani Afrika, wakati tukiingia msimu huu imemaliza nafasi ya pili, wao wameipiga 5-0. 3-0 kwao, 2-0 kwa Mkapa. Lakini Silver Strikers wao wamecheza na timu ambayo ligi yake haimo katika orodha ya ligi bora barani Afrika, ambayo ni Elgeco Plus ya Madagascar. Wameitoaje? Wameenda kule Madagascar wakatoa sare ya 1-1. Waliporudi nyumbani Malawi 0-0. Kwa hiyo kilichowabeba ni faida bao la ugenini. Sio tatizo, kwa sababu katika michuano ya CAF kanuni kuna bao la ugenini na faida yake. Lakini kwa swali lako sasa, Patrick Mabedi, pamoja na ukweli kwamba Yanga hawana sababu yoyote ya kutowatoa Silver Strikers hata pasipokuwa na Patrick Mabedi. Bwana familia wa J&R Mtita Unisex Saloon, karibu sana kwenye tawi letu jipya. Kama kawaida yetu, utaratibu wetu vile ambavyo ulivyo, bei nafuu, affordable kwa kila mwananchi, kwa kila Mtanzania. Shilingi 2000 za Kitanzania kunyoa na kuosha bure kabisa. Leo nakukaribisha hapa tawi letu la Toa Ngoma kwa Sako kwa ajili ya kuweza kupata huduma nzuri, lakini kikubwa zaidi, huduma ambazo zinapatikana hapa ni bora. Inawezekana umenyoa saluni mbalimbali, lakini pia umeweza kufanya huduma katika maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Lakini hapa tunaweza kusema ni bab kubwa. Bab kubwa kwa nini? Utaenda kusikia hudumu chenyewe kile ambacho wanakisema. Tuna huduma nyingi sana. Tunanyoa kwa shilingi 2000 za Kitanzania, fashion zote. Mbali na hapo pia tunafanya huduma kama kufanya scrub, tunafanya facial, manicure, pedicure, lakini tunapaka bleach, black, purple, lakini pia tunapamba maharusi. Karibu sana uweze kujionea mandhari ya saluni yetu ambayo inapatikana hapa Toa Ngoma kwa Sako. Mandhari yetu ni bora kabisa kama vile ambavyo unaona katika saluni zetu nyingine. Ukiwa pale Mikwambe Maliasili Kigamboni, ukiwa pale Kibada kabla na shule ya msingi Kibada, au ukiwa pale Buguruni Rozana kabla na kuteza polisi, au
ukiwa pale maeneo ya Temeke Sudani, kona ya kwenda Tandika, basi hapa tumeboresha zaidi. Karibu kwa ajili ya kuweza kupata huduma mbalimbali, na leo hii ukipata habari hii basi mwambie na mwenzako. Kwa wakazi wa Tuangoma tumekusogezea huduma bora kabisa. Uko maeneo karibu na Tuangoma, nikimaanisha Kongoe, uko maeneo hata ya Mikwambe, unabadilisha mazingira kwa siku moja, basi karibu katika chimbo letu jipya ambalo linapatikana hapa Tuangoma kwa sako. Kama unatokea Kongoe, mkono wako wa kushoto, lakini kama unatokea Feri unavuka barabara, mkono wa kulia, ndipo ambapo linapatikana chimbo letu. Karibu uweze kujionea mazingira mbalimbali ambayo yanapatikana hapa. Bei yetu affordable, 2000 za Kitanzania, fashion yoyote ile, lakini kuosha ni bure kabisa. Kwa majina naitwa Fredrick Emmanuel Kayombo, ni mfanyakazi wa JR Mtita Tuangoma. Tunawakaribisha sana wateja wetu, tunanyoa jinsia zote, wanaume kwa wanawake, na huduma ambazo zinazotolewa hapa ni upande wa kunyoa, ni kama napaka wevu, napaka super black, magic powder. Kunyoa ni shilingi 2000. Tunawakaribisha sana. Kwa majina naitwa John Gervas Rutasia, ni mfanyakazi wa saluni za JR Mtita Unisex. Tunawakaribisha sana Tuangoma, kituo sako. Ujio Patiki Mabedi unaongeza nguvu zaidi kwa Yanga. Tunanyoa mitindo yote, tunapaka black, magic, tena na scrub zipo. Karibu sana. Kwa atasaidia Yanga. Tunawakaribisha sana wateja wote. Za kijasusi za kabla ya mchezo zinaweza kuiongezea zaidi Yanga. Yaani Yanga ni kwamba kwenye mechi dhidi ya Silver Strikers kumpata Patiki Mabedi ni ile dhana tunasema mwenye nacho uongezewa. Yaani Yanga wana sifa nyingi kubwa za kuwafanya wawe na matokeo mazuri dhidi ya Silver Strikers. Kama nilivyotoka kuelezea, Yanga mabingwa mara 31 katika ligi kuu Tanzania bara. Silver Strikers kule ni mabingwa mara 9 katika ligi kuu ya Malawi. Lakini yani hizo zote na kutajia sifa za kuipa Yanga nafasi. Lakini anaongezewa na hiki anachokijua zaidi Mabedi, kwa sababu yeye ni raia wa Malawi, mchezaji wa zamani katika soka la Malawi, lakini ameshaongoza katika ligi kuu ya Afrika Kusini timu mbalimbali. Lakini pale Malawi, timu ya taifa ya Malawi, yeye ameshakuwa kocha. Kwa hiyo wachezaji wengi anawajua, mfumo anajua in and out juu ya soka la Malawi na hasa Silver Strikers. Sasa anawajua kina Uchizi Vunga, anawajua vizuri kwamba ndo kiungo bora. Yanga pia wanafahamu, lakini yeye anaweza kawa na details zaidi za kujificha kwa sababu yeye kwao ni kwao, sio? Lakini beki bora kama Lamek McDonald wa Silver Strikers, miongoni mwa wachezaji wao bora, anawajua vizuri. Golikipa George Chikoka ambaye pia ndio kipa wa timu ya taifa ya Malawi, ndio kipa bora katika ligi kuu ya Malawi msimu wa 2024, ndio MVP katika ligi kuu ya Malawi. Yeye atakuwa sio tu anamjua kwa hizo taarifa kama ninazosema mimi, Mabedi anakuwa anamjua zaidi juu ya uimara wake na udhaifu wake katika yale ambayo mtu aliye karibu naye zaidi ndo anakuwa nayo kuliko mtu mwingine. Sasa Mabedi atakuwa anaisaidia Yanga katika eneo hili. Lakini mimi naona Mabedi ujio wake Yanga sio tu kwa mpango maalum wa Silver Strikers, ni kwamba kwa jicho la mbali ni Yanga kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ili ende mbali zaidi, ni Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, ni Yanga kwenye michuano mbalimbali atakayoshiriki. Kwa sababu Patiki Mabedi kwa uzoefu nilokugusia, ana uwezekano mkubwa kolabo yake na Romain Folz wakaifanya Yanga inakuwa imara zaidi, na hasa juu ya kuziendea mechi, jambo ambalo naona linakwenda kuongezeka. Romain Folz katika mechi chache ambazo ameongoza Yanga, mechi rasmi mechi 5 ameshinda 4, sare 1, mechi za kirafiki 6 ameshinda 4, sare 2, kwa maana 1 na TRA United hivi karibuni, alafu ameshinda 5, sare 1 katika mechi za kirafiki, ameshinda 5, sare 1, alafu sare 1, alafu za hizi rasmi hizi ameshinda 4, sare 1, jumla zinakuwa mechi 11. Sasa nimeeleka vizuri eh? Sasa Romain Folz ameonyesha kwenye kikosi chake kwa mtazamo wa jumla, unasema safety first, usalama kwanza. Anapounda kikosi chake, kiungo wake ukabaji ndo anaonyesha Romain Folz anapenda soka la namna gani kwa timu yake. Pengine inaweza kuwa ni mpango wa muda mfupi, kwa sababu kocha mpya, wachezaji wengine ni wapya, mwajiri wake mpya katika timu, anakuwa na mpango wa muda mfupi ambao huwa ni kushinda kwanza, mambo mengine yanakuja baadaye. Labda Romain Folz huu ni mpango wa muda mfupi, lakini vyovyote viwavyo katika hizi mechi amedhihirisha kwamba usalama kwanza. Kiungo wake ukabaji ndo anaonyesha hilo, ambaye ni nani? Anampanga Azizi Ndabwile, ambaye
huwa hapandipandi kwenda kuongeza idadi ya wachezaji wanapokwenda kushambulia mara kwa mara. Muda mwingi anakuwa anaungana na mabeki wao wakati kufanya Yanga inakuwa na mabeki watatu wakati. Sio, unaelewa vizuri Babu Ali? Kikosi chake mfumo ule ambao Yanga wamekuwa kitumia mara kwa mara baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Hao wawili Yanga anavyocheza ni kwamba mmoja ni box to box, mmoja ana sit back, anakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Lakini sio mara zote, mara nyingi wanapokwenda kushambulia naye anavuka kidogo, lakini kwa Romain Folz mara nyingi kiungo wake wa ukabaji, yani kama ni asilimia tunapima, muda mwingi yupo na mabeki wakati kuhakikisha kwenye kushambuliwa mara moja wanakuwa imara zaidi. Ni kwa mtindo huu ndio maana wakati mwingine unaweza kusema Yanga inashinda lakini haivutii. Inaanzia hapa pia juu ya kuprogresi mpira kutokea eneo la kati. Lakini pia mawinga wake kama Maxim pia Nzengeli unakuta sio ule wa kufanya kuwa offensive, kufanya pressings, shinikizo kule juu, akabia mpira kule juu, hapana. Mara nyingi wanaposhambuliwa kwenye ile transition ya kutoka kushambulia kwenda kuzuia, au mawinga wake kwenye kuzuia mara nyingi wanakuwa nyuma ya mstari wakati wa uwanja, yani wanakuja kuungana na wenzao badala kuanza kukabia kule juu. Sio, unaelewa vizuri Babu Ali? Kwa hiyo na hata upangaji wake kikosi unakuta wale wabunifu kama Momo Dumbi acheze dakika 90 na inafahamika pengine fitness hayuko vizuri, anaanza atatoka kipindi cha pili au ataanzia nje ataingia kipindi cha pili. Matokeo yake eneo la ubunifu, eneo la udambwi kuvutia mpira, pasi zile za kuzungumza kwenda kwa kina Pacom ili wafanye vitu vyao vile vya kuvutia huko, anashinda pasi nyingi. Mudathi haya basi kwenda juu kule anajua pa kusimama ili afunge, vimepungua katika hizi mechi chache ambazo hata hivyo timu inapata matokeo mazuri. Sasa matokeo yake pameibuka maneno Yanga inashinda lakini pira gimbi, pira halivutii. Mjadala wake tumeshazungumza mara kadhaa. Ujio wa Mabedi huenda akija akiungana na Romain Folz kwa hiki ambacho ameshakianza, ambacho sina uhakika kwamba ni mpango wake wa muda mfupi, kwa sababu huko katika timu mpya unatakiwa ushinde kwanza, mambo mengine baadaye, au ndo style yake ya kucheza. Ameamua hivyo akiwa na Yanga, lakini ujio wa Mabedi maana yake inakuwa ni kama lubricant sasa, kama kilainishi juu ya mbinu hizi, kwa sababu yeye ni mzuri katika soka hilo ambalo baadhi ya mashabiki wanalipenda ndani ya Yanga, kwamba kuifanya Yanga sasa hivi inashinda, lakini panapostahili kucheza ilo soka sambusa, soka biriani, soka show, lakini msingi wake la kwanza ni ushindi. Tahadhari kwa mashabiki wa Yanga na wafuatiliaji wa mpira wa miguu, kwa timu zetu na hasa Yanga, kwamba ujio wa Mabedi, kolabo yake na Romain Folz, naona kuna kitu kingine ambacho mashabiki wajiandae. Kama wao kutaka soka tu sambusa, soka biriani, wasahau katika baadhi ya mechi, kwa sababu Mabedi, Romain Folz combination yao, na kwa kujua Yanga ni miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika hivi sasa, ina malengo makubwa aina yao ya uchezaji, kuna baadhi ya mechi wataachana na hicho kinaitwa soka sambusa, watakuwa wanamiliki mechi na sio kumiliki mpira. Hapa lazima unielewe vizuri Babu Ali, wanamiliki mechi sio kumiliki mpira. Yes, wanamiliki mechi, wana control game na sio kumiliki mpira. Najua watazamaji wako wanapozungumzia kumiliki mpira ni possession, yani mpira unao wewe, mpinzani haupate na utafuta kwa tochi. Pasi anaweza kawa kipa yule anampigia beki anampa beki wa kulia, beki wa kati anampa beki wa kulia, anampa kiungo kati arudisha kwa kipa. Hapa pote tunaita possession, unamiliki mpira, mnashangilia lakini hakuna movement ya kwenda kuwadhuru wapinzani. Sasa hizi possession ndio huwa zinazaa hiyo inaitwa soka biriani, soka sambusa, shibob, mnaita mpira ule wa kuvutia ule ambao unaweza usiwe na madhara kwa wapinzani. Sasa mara nyingi kwa klabu kubwa kama Yanga, ili tumeshazungumza mara kadhaa, ukicheza mpira huo wa kuvutia, pasi nyingi, unatakiwa pia ushinde. Yani piga pasi unazojua, kama umepigwa haina maana yoyote. Ni heri hasa katika michuano ya CAF, achana hilo mpira la kuvutia, soka sambusa, cheza mpira malengo upate matokeo. Na ndio inachotofautisha kati ya timu za madaraja yetu ambazo hazijawahi kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika na timu ambazo huwa zinatoa mara kwa mara ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho. Na maanisha timu kama Yanga kulinganisha na timu kama Al Ahly, timu kama Esperance de Tunis, RS Berkane, wao kwenye michuano ya CAF humiliki mchezo na kucheza objective football, mpira wa malengo kuwapa matokeo na sio kumiliki mpira. Ndio maana ishangazi waweza wakaja hapa nchini wao wakawa wanawachieni nyinyi mpira mnaumiliki, mnapiga pasi nyingi, mnashangilia visigino vingi, lakini matokeo ya mchezo utakuta wanashinda wao 1-0
au sare ya 1-1. Ukienda kwao unaenda kutolewa, kwa sababu michuano ya CAF goli la ugenini lina thamani yake. Au unashinda kwa margin ndogo 2-1, 1-0, haikusaidii kwenye mtoano, kwa sababu ukienda kwao wao hawakuachi. Sasa hizi timu kubwa namna zinavyocheza huwa zinamiliki mchezo, zinamiliki mechi, hazimiliki mpira. Inapolazimika kumiliki mpira basi inashinda, lakini vinginevyo muda mwingi wanamiliki mechi. Hapa itabidi nifafanue. Unapomiliki mechi unaweza kaamua mpinzani akawa na mpira anapigana pasi nyingi, lakini kwenye eneo lake hana madhara kwako. Akija kwako tu kapiga pasi nyingi kwenye nusu yao, wakija kwako kiuiba, nyinyi mnapiga pasi 3 mpo golini kwao, mnafunga au kona au penalti. Kwa mwisho wa mchezo mtamiliki zaidi nyinyi ambao mnapiga hilo pasi nyingi, lakini yule aliyemiliki mchezo anaamua yeye wewe upige hizo pasi wapi, anapata matokeo. Ndio character, ndio tabia ya timu kubwa. Yanga ya Mabedi na Romain Folz na iona kwenye michuano mbalimbali na hasa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hata itakapotokea kile ambacho tunatarajia, kuitoa Silver Strikers ikaingia makundi, tunasema tunachotarajia tu, tukasema 100%. Mpira wa miguu lazima uheshimu. Hata kama Yanga ni zaidi ya 90% wanaitoa Silver Strikers, simaanisha 100%. Lakini matarajio wanaitoa. Wakiitoa, mpira tutakaoshuhudia kwenye ligi ya mabingwa hatua ya makundi na kwenda mbele, baadhi ya mechi mashabiki wajiandae, wasahau soka sambusa, soka biriani. Yanga inaenda kucheza kikubwa, ikiwa na Mabedi, ikiwa na Romain Folz. Itakuwa inachanganya, inafanya ile tunasema hybrid football. Sasa soka chotara, hilo la kuvutia watalipata, lakini kuna mechi wajiandae, hawatacheza mpira wa kuvutia, watamiliki mechi. Kumiliki mechi, mashabiki ili waelewe vizuri kinachokizungumza. Tuchukue Yanga hii, kumiliki mpira, natolea mfano. Yanga ilicheza dhidi ya MC Alger. MC Alger walikuja Tanzania, wao walimiliki mechi wa kumiliki mpira. Yanga wakamiliki mpira 69%. Yanga wakapiga mashuti 18, hamna goli. Wao walimiliki mechi, wakaiacha Yanga pasi zake nyingi ipige maeneo ambayo hana madhara. Mashuti yao mengi wasipige yale mashuti hatarishi karibu na lango lao. Mpigaji anakuwa hayupo katika comfortable position, katika nafasi rahisi nzuri akiwa na utulivu kuweka mpira wavuni. Anapiga akiwa anapigwa pressure, papara wanakuwa wengi kwenye ulinzi wao. Matokeo yake mnapiga mashuti mengi, hayaleti madhara. Piga mashuti 18, 5 on target, hakuna goli. Wao mechi nzima, kwa sababu mechi hii ilikuwa ni maamuzi kwenye kundi A, nani aende robo finali. Yanga walitakiwa apate ushindi wote, MC Alger walitakiwa apate sare yoyote au ushindi wote waende robo finali. Wao wakaamua apate sare. Wakishinda poa, lakini kwanza sare. Ni kweli dakika 90 walipiga mashuti 3, wastani wa shuti moja kila baada ya dakika 30. Moja on target, mechi ilisha bila. Ni kwa sababu Yanga waliachiwa wamiliki mpira, wao wakamiliki mechi. Yanga wanapiga pasi maeneo ambayo hayatishi, japo wanapigiwa makofi, wanashangiliwa na mashabiki wao. Haikuwa maana yoyote. Mwisho wa siku bahati yao wale, isingekuwa fulani wale tungewafunga wale. Walionekana unga. Wao wanawacheka kwa sababu ndo walimiliki mechi, wacheze hivyo ili nyinyi mfly alafu mpate matokeo. Yanga wakaishia makundi, MC Alger wakaenda robo finali. Mechi namna ya kuimiliki walionyesha Yanga wenyewe msimu wa 2023-24 wakiwa na Miguel Gamondi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Robo finali dhidi ya Mamelodi nachukulia kama mfano, mechi ya kwa Mkapa. Yanga walimiliki mechi ya kumiliki mpira. Yaani katika msimu ule mpaka Yanga wanafika robo finali, ukizitaja mechi ambazo Yanga walicheza vizuri sana, utahitaja mechi dhidi ya CR Belouizdad, lakini mechi walizocheza vizuri ni pamoja na dhidi ya Mamelodi. Mechi hii dhidi ya Mamelodi, dakika 90 kwa Mkapa, baadhi ya watu wengi tuseme kabla ya mechi walichukulia kana kwamba Mamelodi wanaenda kushinda mechi dhidi ya Yanga. Sababu kwenye makaratasi Mamelodi wako juu mno. Mamelodi wametoka kuchukua muda si mrefu ubingwa wa AFL, michuano ile ambayo haijafanyika tena ya ligi maalumu ya mpira wa miguu barani Afrika, ikisimamiwa na CAF kwa kushirikiana na FIFA kama unakumbuka vizuri. Mamelodi ina wachezaji wengi tishio, ukwasi wa hali ya juu. Mamelodi inamilikiwa na familia ya rais wa CAF. Tunazungumzia Dr. Patrice Motsepe ambaye ni miongoni mwa matajiri barani Afrika. Ni tajiri namba 7 barani Afrika katika baadhi ya vyanzo. Wako vizuri kwa ufupi. Wacheza na Yanga kwa Mkapa, Yanga wakawachia Mamelodi wamiliki mpira kwa sababu wachezaji wote wanamiliki sana mpira. Wakamiliki mpira 69%. Wakapiga pasi 492, mechi ilisha bila. Sasa walimiliki vipi mechi? Yanga walihakikisha Mamelodi huo mpira unaomiliki muda mwingi wanaucheza katika maeneo yasiyo hatarishi. Nakupa mfano. Zilipigwa pasi 492. Katika pasi 492 zilizofika, maana zinakutajia zilizofika. Sikiliza wafuatao waliopiga hizi pasi kwa wingi. Golikipa Rowan Williams alipiga pasi 51 katika 492.
Katika pasi 51 alizopiga ni 4 tu zilizovuka katikati ya mstari wa uwanja. Upo mabeki wao sasa. Beki mbili, Kuliso Mudau anafahamika, mzuri sana, anapanda anarudi. Kwenye mechi hii dhidi ya Yanga hakudribble mpira wowote, hakupiga cross yoyote, alitoa pasi 36 ambazo zilizovuka mstari wakati wa uwanja ni pasi 12. Maana yake pasi zilizobaki zote kati ya 36 ukiondoa 12 alizipiga kwenye eneo lao. Maana yake anapigiana pasi na kipa wao na mabeki wao wakati au na viungo wao ambao wamedrop chini kuja kucheza mpira kwenye eneo lao, sio eneo la Yanga ambalo ni hatarishi. Yanga wanawachora tu wakiwa na kocha Miguel Gamondi. Huyo ni Kuliso Mudau. Pasi ngapi nimekwambia? Kapiga pasi 36 zilizofika. Lakini kati ya hizo zilizovuka mstari 12. Beki tatu alicheza Divine Lunga. Divine Lunga yeye mechi nzima alipiga pasi 33. Katika 33 zilizovuka mstari wakati wa uwanja kufanya majaribio kwenda kuadhuru Yanga zilikuwa ni pasi 12. Hakupiga cross yoyote. Kumbuka ni beki wa pembeni. Mfumo wao walipanga wa 4-3-1-2. Matarajio mabeki hawa pembeni, timu inapoenda kushambulia ndo wanaenda kupiga cross kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Nimekwambia Mudau hakupiga cross, hakudribble mpira mechi nzima. Huyu naye Lunga alionekana anatokea kushoto. Hakupiga cross, hakufanya dribbling yoyote, hakuwa na tishio lolote. Mechi zake pasi zake 33 zilizovuka mstari wakati ni pasi 12. Unazihesabu? Haya. Mabeki wakati kulikuwa na Musa Lebusa. Yeye alitoa pasi 41. Zilizovuka kati ya mstari wa uwanja zilikuwa ni pasi 4 kama kipa wake. Kumbuka pasi kapiga ngapi? 41. Maana yake pasi 37 kazipiga kwenye eneo lao. Upo. Kuna Grant Kekana. Huyu ndo alikuwa master wa pass katika timu ya Mamelodi katika mechi hii. Aligusa mpira mara 30. Akatoa pasi 124 zikafika pasi 115. Katika pasi 115 zilizovuka mstari wakati wa uwanja ni pasi 20 tu. Pasi 95 kazipiga kwenye eneo lao. Sijui unanielewa vizuri? Hao wote hao mabeki na kipa wao kwa ujumla walipiga pasi 276 katika pasi 492. Kwenye pasi 276 walizopiga kwenye eneo lao ni pasi 40 tu ambazo nimekutajia. 4 za kipa wao, sawa? 12 za Mudau, 12 za Divine Lunga, 4 za Musa Lebusa, 20 za Grant Kekana. Pasi 40 tu ndizo zilizovuka mstari wa uwanja katika pasi 276. Manake pasi 236 waliupiga mwingi kwenye eneo lao. Pasi walizopiga 276 katika pasi 492, manake 56% pasi zote za Mamelodi zilipigwa na kipa na mabeki wao. Hazikuwa na madhara kwa Yanga. Kwa hiyo Yanga wakaonekana wao hawakumiliki sana mpira kwa sababu ni 61%, Mamelodi 69%, lakini hazina madhara. Kwa hiyo hii ndo mfano na utoa wa timu inavyoweza kucheza kwa kumiliki mechi, sio kumiliki mpira. Sasa hata mechi ya marudiano kule Loftus nchini Afrika Kusini, dakika 90 za mchezo kule Pretoria, Mamelodi mechi ya marudiano na Yanga ilishabira bila. Mamelodi walimiliki mpira 74%, Yanga 26%, wakamiliki mechi kama kawa. Mechi nzima mashuti ya kulenga shabaha walipiga Mamelodi 4 wakiwa under pressure, haikuwa na madhara kwa Djigui Diarra. Mechi kesha bila katika mechi ambayo pamoja na Yanga kumiliki mpira kwa 26% kwa sababu walimiliki mechi. Walipofanya mashambulizi wao walionekana hatari zaidi. Kuna nafasi alipoteza Clement Mzize Walid, angeweza kualiza. Kuna nafasi aliyoharibia ni muamuzi Dahane Beida wa Mauritania, shuti la Aziz Ki liigonga mtamba panya, likaonekana kuvuka mstari wa goli. Muamuzi na wasaidizi wake hawakuliruhusu, ambao lingewafanya Yanga waende nusu finali, Mamelodi wabaki. Mamelodi wanamiliki mpira, Yanga walimiliki mechi. Sasa aina hii ya uchezaji wa Yanga dhidi ya Mamelodi kwenye robo finali, maana walikuja kutoka sasa kwa mikwaju ya penalty, sababu baada ya bila mechi zote mbili kanuni za CAF ni mikwaju ya penalty kupata mshindi. Azina mwenyewe penalty, Mamelodi akasonga mbele. Ndio aina ya soka ambalo nalosema baadhi ya mechi ujio wa Mabedi akichanganyika na Romain Folz, mashabiki wa Yanga watarajie aina ya soka hilo katika baadhi ya mechi kwenye ligi ya mabingwa, kwa sababu Yanga ni timu kubwa. Hawa makocha wanajua mahitaji ya Yanga, lazima baadhi ya mechi wacheze kikubwa
ili watimize mipango kazi ya Yanga katika michuano mbalimbali na hasa ligi ya mabingwa, na sio kuendekeza soka sambusa, soka biriani, watu washangilie alafu timu inatolewa. Msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa timu iliyoongoza kucheza soka sambusa ni Mamelodi, walimiliki mpira kwa 67%. Ya pili Yanga walikuwa wanamiliki mpira kwa 59%. Kila mechi kwa wastani Mamelodi walikuwa wanapiga pasi 451. Tunazungumzia passes per match. Ya pili ni Yanga ilikuwa anapiga pasi per mechi 362 zinazofika. Soka hilo sambusa, soka biriani la Yanga liliwafanya walishia makundi, mechi 6 walishinda 2, sare 2, wamepigwa mechi 2. Wamefunga goli 5, wameruhusu 6. Mamelodi walau kwa msimu uliomalizika walijitahidi wakafika finali. Hawakuwa bingwa walikuwa Pyramids ambao wao umiliki wa mpira average ulikuwa 50% tu. Wakati Mamelodi 64, Mamelodi umiliki wa mpira ulikuwa 64%, Yanga 59. Lakini Pyramids mabingwa umiliki wa mpira 50% tu. Takwimu ambayo Pyramids walikuwa juu kuliko timu zote ni kupiga mipira mirefu. Pyramids ilikuwa kila mechi kwa wastani wanapiga pasi 28 ndefu. Kwa hiyo mechi 12 kuanzia hatua ya makundi mpaka finali walipiga pasi 336 ndefu kwenda kwa kina Ibrahim Adel, kwenda kwa kina Fisto Kalala Maele alikuja kuwa mfungaji bora, lakini pia zikichezwa na kina Ramadhani Sobi. Mwisho wake mechi nyingi wakiwa na miliki mechi na sio kumiliki mpira, Pyramids wakatoa ubingwa, Mamelodi wakaishia finali, Yanga wakaishia makundi, hawakwenda hata robo finali. Ndio maana narudia tena, mpira huo wa kikubwa wa kumiliki mechi, sio kila mechi kumiliki mpira, ndio ambao nataraji kushuhudia katika baadhi ya michezo kwa Yanga hii chini ya Romain Folz na Patrick Mabedi ambaye ni mzoefu mwenye viwango vyote vinavyokubalika na CAF, ana CAF leseni A ambayo inahitajika sana na vyeti vingine mbalimbali vya kumthibitisha juu ya ubora wake. Sasa mimi nikushukuru sana mzee wa data Ramadhan Bwaduke. Shukrani jazilan. Yes, mzee wa data Ramadhan Bwaduke, tumezungumza mengi sana kuhusu ujio wa Patrick Mabedi, kocha mkuu Young Africa, na ameweza kutoa data hapo, ameweza kuzisikia. Tutegemee pira ambalo wenyewe tumelibatiza jina pira CAF, kwamba pira wa malengo ambapo unaweza kupata goli, na amefafanua vizuri kuna kumiliki mechi na kumiliki mpira. Kwa hiyo tutegemee Yanga wataenda zaidi kumiliki mechi na sio kumiliki mpira kwenye baadhi ya mechi. Huyo ni mzee wa data Ramadhan Bwaduke, nimezungumza naye siku ya leo. Pointi ya msingi, endelea kuwa nasi, lakini subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update mbalimbali za kisoka. Mimi naitwa Abwali, nyuma ya kamera kwa mwenzangu AP Classic ambaye anahakikisha picha angavu kabisa inaonekana. Na nitoe shukrani za sana kwa wadhamini wetu J&R Mtito Unisex Saloon pamoja na Brand Hotel ambao wanahakikisha sisi tuna shine kila siku, na wanakukaribisha J&R Mtito Unisex Saloon leo kwenye tawi lao la Mikwambe pale Maliasili Kigamboni kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora, na pia kwa wale ambao wana sherehe zao lakini pia wana hafla zao, basi wanaweza katoa order kwa ajili ya kuweza kupendezeshwa kwa upande wa kaka na upande wa wadada, nikimaanisha pana saluni mbili pale, saluni ya kike pamoja na saluni ya kiume. Tembelea Instagram page ya GR Mtita Unisex Saloon, official GR Mtita _unisex ndio jina lake hilo, kwa ajili ya kuweza kujionea mambo mazuri zaidi pale. Lakini pia Brand Hotel wanakukaribisha leo tunapofika Dodoma, basi unaweza kupata malazi pale mazuri kabisa kwa bei tofauti tofauti kutokana na vyumba ambavyo vinapatikana pale kwa madaraja tofauti tofauti. Lakini pia chakula kizuri, African food pamoja na international food vikiwa vinapatikana, na baa kisasa, hard drink pamoja na soft drink zikiwa zinapatikana pale. Brand Hotel pia wana kumbi mbalimbali kwa ajili ya mikutano pale pamoja na sherehe mbalimbali. Mandhari nzuri kabisa, level kubwa kabisa Brand Hotel. Tembelea Instagram @officialbrandi_hotel. Wanapatikana mkoa wa Dodoma, Kisasa, mtaa nyumba 300. Babu Ali once again ndio jina langu, niko na AP Classic nyuma ya kamera. Hii ni J&R Mtita TV, rafiki namba 1 ya burudani na michezo. Nimesita mwisho. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel?
Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.